Naam, mtazamaji wa Anuari TV, karibu sana kwenye kipindi cha The Golden Boot, sehemu ambako tunakwenda kuangazia habari za kimichezo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia habari inayohusu klabu ya Young Africans mara baada ya siku ya jana kuweza kushuhudia utambulisho wa Prince Dube kwa kikosi cha Hard Rock ya huko nchini kwao Zimbabwe, ambako hii inamaanisha kwamba klabu ya Young Africans tayari imeshaachana na mshambuliaji huyo raia wa Zimbabwe, mzaliwa wa tarehe 17 Februari mwaka 1997 mwenye umri wa miaka 29 kwa wakati huu, kwa maana ya Prince Mpumelelo Dube, nyota ambaye amedumu kwa kikosi cha Young Africans kwa misimu mitatu, ambayo amekuwa na kiwango bora hasa katika upande wa kufunga magoli. Na nikwambie tu kwamba hadi Prince Dube anaondoka katika kikosi cha Young Africans mara baada ya msimu huu kutamatika, amefunga jumla ya magoli 30 kunako mashindano ya ligi kuu soka Tanzania bara, ikiwa ni msimu wake wa kwanza. Alifunga magoli 7 msimu ambao alijiunga na Young Africans akitokea kwa kikosi cha Azam Football Club, kwa maana msimu wa mwaka 2023-2024. Lakini kwa msimu uliofuata, kwa maana msimu uliomalizika msimu jana, alifunga magoli 13 na alikuwa ni miongoni mwa washambuliaji kinara kwa kikosi cha Young Africans, nyuma ya kina Stefan Kiaziz ambao ndio walikuwa katika mbio za ufungaji bora. Lakini katika msimu huu Prince Dube amefunga magoli 10 katika huu msimu ambao umetamatika kwa siku zilizomalizika hivi karibuni, kitu ambacho kinamfanya Prince Dube afikishe magoli 30 kunako ligi kuu soka Tanzania bara, akiwa amevalia jezi ya Young Africans, mabingwa wa kihistoria. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao wamekaa Tanzania kwa miaka 6. Tukumbuke kwamba alijiunga na kikosi cha Azam Football Club, akatoka katika klabu ya Highlanders ya huko nchini kwao Zimbabwe, ambako akiwa na Azam alikaa kunako misimu mitatu, lakini katika msimu mmoja ambao hakuhusika kwa maana alikuwa katika majeraha, kitu ambacho kilimfanya akae msimu mzima pasipo kucheza mchezo hata mmoja. Na ni miongoni mwa washambuliaji ambao wameifanya klabu ya Young Africans isahau pengine shida za washambuliaji katika eneo la striking. Nakumbuka yeye ndiye ambaye alikuja kuwa mrithi wa Fisto Kalala Mayere mara baada ya mshambuliaji huyo raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alivyotimka kwa kikosi cha Young Africans, licha ya kwamba hajafanya makubwa kama yale ambayo Fisto Mayele aliyafanya, lakini aliweza kupunguza ile hadha ya kufunga katika eneo la kushambulia. Ni mshambuliaji ambaye ni fox on the box, kwa the way ambavyo amekuwa anacheza anadhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa ana ubora mkubwa, hasa katika upande wa aina yake ya kiuchezaji. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao muda mwingi wa mchezo utamuona anakwenda ama anazunguka maeneo mengi ya uwanja, kitu ambacho ndio kimekuwa kinampa ubora mkubwa akiwa na kikosi cha Young Africans, lakini kabla pia akiwa na kikosi cha Azam Football Club. Na Prince Dube amejiunga na klabu ya Hard Rock ya huko nchini kwao Zimbabwe, ikiwa ni miongoni mwa timu ambayo kwa msimu huu imeshika nafasi ya pili kunako ligi kuu soka nchini Zimbabwe, kwa maana ya Castolaga ama Zimbabwean Premier Soccer League, ambayo ndio amekwenda kujiunga nayo kuelekea msimu ujao. Na mabingwa wa ligi kuu soka nchini Zimbabwe kwa msimu huu uliotamatika ni klabu ya Scotland Football Club, ambao hawa ndio mabingwa wa ligi kuu soka nchini Zimbabwe, ambao wamechukua ubingwa wakiwa wana alama 65. Kwa hiyo hii ndio klabu ambayo itakwenda kuiwakilisha Zimbabwe katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati klabu ambayo amejiunga nayo nyota Prince Dube wao hawatakuwepo katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Dube ametoka katika klabu ya Young Africans, klabu ambayo
inakwenda kushiriki kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini amekwenda kujiunga kwenye klabu ambayo haitakuwepo katika ushiriki wa ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana wao sio mabingwa wa msimu huu kunako ligi kusoka ya pale nchini Zimbabwe. Na hii imekuja Young Africans kumwacha Prince Dube akiwa kama free agent, kwa maana mchezaji huru, kwa maana tunafahamu kwamba Prince Dube amemaliza mkataba wake wa kuitumikia Young Africans msimu huu wa kimashindano mwaka 2026 akiwa ndio mkataba wake wa mwisho, na hajaongeza mkataba mwingine kuwatumikia Young Africans. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Young Africans walikuwa wanahusishwa na mshambuliaji kwa maana ya Yves Koutiama, raia wa Burkina Faso, huyu mwenye umri wa miaka 27, mshambuliaji ambaye alikuwa anakipiga kunako klabu ya Kenya Police ya huko nchini Kenya, ambaye na yeye pia kwa mujibu wa taarifa ni kwamba usajili wake umekuwa mgumu, na nyota huyo rasmi hatajiunga tena na Young Africans kwa msimu ujao. Ataendelea kusalia kwenye kikosi chake cha Police Kenya ya huko nchini Kenya. Kwa hiyo kwa wakati huu Young Africans watafikiria either wamwamini Aurelien Dilson Maria Depu, mshambuliaji ambaye kwa msimu huu amefunga magoli 9 akiwa na kikosi cha Young Africans kunako ligi kusoka Tanzania bara, huku pia akiwa amejiunga na Young Africans kunako dirisha dogo la usajili kwa maana la mwezi Januari. So Young Africans uchaguzi ni wa kwao, either wamwamini Depu and then waingie sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine ambaye ana uwezo mkubwa, ama waweze kuopt kumwamini moja kwa moja Depu awe ndiye mshambuliaji wao kinara kuelekea msimu ujao moja kwa moja. Kwa hiyo ndio hivyo, it's over baina ya Young Africans na Prince Dube kwa misimu mitatu ambayo amedumu kunako kikosi hiko ya mabingwa wa kihistoria moja kwa moja, na rasmi amejiunga na klabu ya Hard Rock ya huko nchini kwao Zimbabwe. Naitwa Leopold John, sauti ya mvua, nilikuwa hapa kukuletea kile ambacho kinawahusu mabingwa wa kihistoria Young Africans. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi Anuari TV.